Habari, hii ni elimu kwa jamii ambayo inarekodiwa na Catholic Milwaukee. Leo naenda kuongelea jinsi ya kuhusiana na kuongea na mapolisi kwa usalama kwa sababu ya kuwa mkimbizi. Najua kwamba kwa huku kwa nchi yetu ya United States, najua kwamba wakimbizi wengi sana huwa wanakuanga na uoga kwa sababu ya hizi habari za wakimbizi ambao wanasikia na kuhusu shughuli za mapolisi. Na kwa hao ambayo wamaipitia haya, kwamba labda walikuwa na madhara kwenye nchi yao, najua kwamba inaweza watishia sana. Lakini mnafaa mjue kwamba polisi huku Marekani huwa wanajali kuhusu usalama wa umma. Huwa wanarudi wakisikia kwamba kuna shida yoyote kwa mtu yoyote, huwa wanaenda haraka. Na najua kwamba labda vitu ambao umepitia kwenye nchi yako inaweza kuwa kitu ya kutisha kwa huku, lakini unafaa ujue kwamba huku ni tofauti sana, na ukijua nini ya kufanya itakufanya kwamba ukuwe na usalama huku. Kazi ya polisi huku ni kufanya kuchunguza uhalifu na pia kuhakikisha kwamba kuna usalama kwa jamii. Watu wengine wakijua hiyo wanasikia ni kama wako salama, lakini kuna wengine wao ambao wanaogopa kwa sababu ya uzoefu wa zamani. Lakini ni muhimu sana kujua jinsi unavyofanya juu ya makabila yako. Polisi wakiwasimamisha wakati mnapotembea, hakikisha kwamba hausongi na usijaribu hadi kukimbia. Eka mkono wako pahali ambapo wanaweza ona, na kama umeshikilia kitu kwenye mkono wako, tafadhali iweke chini. Alafu, uko na haki ya kunyamaza, na pia uko na haki ya kuitisha ule lawyer wako ukitaka. Alafu, jaribu pia kutulia na kuongea polepole. Na polisi akikujia na jaribu kuongelesha na hujui Kiingereza, unamwambia kwamba no English, unataka interpreter. Alafu hakikisha kwamba pia uko na haki, nimekuambia uko na haki ya kuita lawyer wako, na uko na haki ya kunyamaza kama hutaki kuongea. Usijaribu kupigana naye na usijaribu kujibizana naye. Na kama kuna makaratasi hapo, hakikisha kwamba usijaribu kusahisha makaratasi yoyote bila kujua hiyo karatasi inasema nini. Magari zote zinapaswa kusimama wakati nyuma yako kuna zile gari la kubeba wagonjwa, kuna gari la polisi na kuna zile gari za zimamoto. Kama polisi atataka kukusimamisha wewe, utaona gari yake iko nyuma yako. Itabidi usimame, uzime injini yako na ufungue dirisha yako hadi nusu, alafu uweke mkono wako kwenye hiyo kiti ya kuiendesha gari. Alafu hakikisha kwamba umetulia wakati unapoongea. Dereva, polisi akishakusimamisha, anaweza uliza zile leseni ya udereva wako, usajili wa gari yako na udhibitisho wa bima wako. Wakati anapoulizia hiyo, hakikisha kwamba unampatia. Kila mtu huku kwenye Marekani ako na haki zake. Hadi wale wahamiaji na wakimbizi pia wako na haki yao. Uko na haki ya kunyamaza kimya, na uko na haki ya kuitisha mwanasheria wako ukitaka. Alafu kama haujui Kiingereza, unaweza itisha kwamba mkalimani na unawaambia kwamba hauwezi ongea Kiingereza. Na hakikisha kwamba kama hautaki kusahisha makaratasi yoyote, ukitaka usiisahishe. Na hizo makaratasi kama huzielewi, umesoma, ukitaka tafadhali usisahishe. Na polisi
wako na uwezo wa kukuangalia na kufanyia uchunguzi, wakiona labda kitu yoyote ambayo si ya kisheria ambayo inaonekana hivi, ama labda wakikuwa na makaratasi kwamba wako na uwezo wa kukuchunguza, pia wanaweza fanya hiyo uchunguzi. Hakikisha kwamba usijaribu kupigana na polisi, kwa sababu hiyo kupigana ama kugombezana na yeye inaweza fanya hiyo hatari ikuwe mbaya zaidi, na inaweza leta shida mingi zaidi. Wakimbizi wengi na mafamilia zao huwa wanakuanga na uoga sana, kwa sababu ya uzoefu ambao walipatia katika zile nchi yao. Ukiona polisi ama usimamishe polisi, nakubali kwamba inaweza kuwa kitu ya kukutisha sana, lakini polisi wa huku wako na usimami wao kwamba wanafaa wajibu kama kuna dharura yoyote, na hakikisha kwamba wako na uwezo wa kulinda nchi. Wakati unasimamishwa na polisi, wewe ukijua haki zako na ubaki kama umetulia, inaweza fanya wewe kukulinda wewe na familia yako. Ni muhimu sana kufundisha watoto wako jinsi yao kuongea na mapolisi. Ni muhimu kwamba wakikutana polisi wasijaribu kukimbia, na wakuwe wanaweka mikono yao pahali ambapo inaonekana. Na pia wanahitaji kwamba kuwa na heshima na kuongelesha hao mapolisi na heshima. Na pia wanafaa wajue kwamba wanafaa waombe mkalimani na mwanasheria wanapohitajika. Kuelewa kitu ya kufanya inaweza fanya kupunguza hiyo hofu na kuongeza usalama. I'm ready. Okay. Asante sana kwa kunisikiliza. Tafadhali kaa usalama. Thank you to our sources who provided information for this video. Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools. This video was made possible by